Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 26 ya mwezi wa 12 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Sheikhani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Mbona nikukumbushe, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok, bila kusahau mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini pia usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwa mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni amani usuluhishi, watawala Christmas, viongozi wa dini wakemea chuki, visasi, wataka tofauti zizikwe, yayuga mazuri ya nje. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mwigulu ataka elimu, mshikamano wa taifa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Miradi mikubwa 4 ya maji kutekelezwa siku 100 za Samia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Serikali yadhibiti dawa zenye kulevya zisitumike kiholela, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Uchunguzi waanza helikopta iliyoua 5 Kilimanjaro, habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari picha inamuonesha askofu wa jimbo Katoliki la Kigoma Joseph Mlola akiendesha ibada ya Christmas iliyofanyika katika kanisa Katoliki Bikira Maria Mshindaji mkoani Kigoma jana. Habari picha nyingine inamuonesha Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akisalimiana na mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania na askofu wa Dayosisi ya Mashariki na Pwani Dr. Alex Malasusa baada ya ibada ya Christmas katika kanisa kuu la Azania Front Dar es Salaam jana. Mwingine ni msaidizi wa askofu Dayosisi hiyo JDL Riza. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, na gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni maadili maridhiano, mahubiri yake yatawala vinywa vya viongozi wa dini kwenye maadhimisho ya Christmas. Wanaja pia amani, haki, kuthamini uhai na uongozi wa unyenyekevu. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3, mnukuu ya Askofu Malasusa ikisema, ndugu zangu, ni vigumu sana kupata maneno yanayoweza kuelezea umuhimu wa amani. Ni vigumu sana, lakini itoshe tu Yesu anazaliwa, yeye ambaye ni mfalme wa amani atawale kwanza katika mioyo yetu. Askofu Juda Ruwaichi ndugu yake anasema, sisi tunaadhimisha Christmas, tunatakiwa kuwa ni watu wa haki. Wewe mwana Dar es Salaam, Mtanzania, ni mtu wa haki? Wewe mdau wa haki? Watanzania wengi hawashabiki haki, sio wadau wa haki. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3. Mahakama, BAKWATA si chombo cha Uislamu wote, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Ukuta waanguka wa waumini 4 kanisani siku moja baada ya watu 4 kupoteza maisha kutokana na kuangukiwa na ukuta wa kanisa la Anglican mkoani Dodoma. Majeruhi wameeleza. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 16. TCAA yachunguza chopa iliyoua watu 5 Kilimanjaro, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 16. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Nalo gazeti Nipashe Mwanga Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Christmas yatoa mwanga, haki, amani, matumizi ya ulimi vyatawala, ujumbe wa maaskofu, chuki, migogoro na ubinafsi vyakemewa vikali, vurugu za Oktoba 29 havijawekwa kando, kanisa lataka uponyaji wa taifa, wito pamoja ni upendo, utu na mshikamano vishamiri. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2, ukurasa wa 3 pamoja na ukurasa wa 17.
Ndugu za viongozi mbalimbali wa dini zimeandikwa kwenye ukurasa wa mbele, akiwemo Askofu Chilongani, ndugu yake ikisema mtu huwezi kusema umeokoka na unampenda Mungu alafu matendo yako yanaharibu amani ya nchi. Lakini pia nukuu ya Askofu Shao ambao anasema ni muhimu kuepuka vitendo vinavyoweza kuhatarisha usalama wa jamii na kuvuruga jamii iliyopo. Zanzibar imebarikiwa kwa kuishi kwa amani na kuvumiliana kidini. Ipo nukuu ya Askofu Mlola ikisema mtu yeyote asiyeheshimu maisha ya mwenzake au hata yake mwenyewe anakiuka hekima na mwelekeo wa Mungu. Lakini pia Askofu Sangu nukuu yake anasema nje ya Yesu hakuna amani. Mtu mwenye Kristo ndani yake hawezi kuchochea chuki au mauaji. Chimbuko la yote haya ni ubinafsi. Ukuta wa kanisa waanguka, waua 4, wajeruhi 18. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Wachezaji Taifa Stars sasa waitolea macho Uganda. Habari katika ukurasa wa 24. Lakini pia gazeti Nipashe limeandika uchunguzi waanza ajali ya helikopta iliyoua 5 Kilimanjaro. Habari katika ukurasa wa 16. Muhimbili kupasuka kwa tumbo baada ya kujifungua kunatibika. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Tulitazame sasa gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kusherehekea sikukuu ya Christmas. Rais Samia atuma ujumbe wa amani, asema ni wajibu wa kila Mtanzania kulitunza taifa. Papa Leo atoa wito kusitisha mapigano maeneo yenye migogoro. Maaskofu nao wakemea tabia ya kutupiana lawama. Habari katika ukurasa wa pili. Mwigulu asisitiza ushirikiano viongozi wa dini serikali. Habari katika ukurasa wa 3. Jela miaka 25 kusafirisha dawa za kulevya. Habari katika ukurasa wa 3. Mambo makubwa yaliyogusa maisha ya Tanzania 2025. Habari katika ukurasa wa 4. Miili uliofariki ajali ya helikopta yatambuliwa. Habari katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti hili limeandika Simba Yanga zitangaza vita kombe la mapinduzi. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi lenye limeandika misa za Christmas za beba ujumbe wa amani. Viongozi wa waumini wahimiza upendo. Wahitimu ujasiriamali wasisitizwa kutumia vyema mafunzo. Habari katika ukurasa wa 3. Papa Leo ahimiza amani katika misa ya Christmas. Habari katika ukurasa wa 9. Watu 5 wafariki ajali ya helikopta Kilimanjaro. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Viongozi wa dini hubirini amani Dr. Mwigulu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi. Lukiza Autism Foundation inakuletea msimu wa 4 wa harambee kupitia hafla ya chakula cha usiku Autism Awareness Charity Gala Dinner itakayofanyika tarehe 31 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 katika ukumbi wa Mlima City, Dar es Salaam. Lengo la hafla hii ni kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwafundisha walimu wa shule za awali kuhusu dalili za usonji, kutoa tuzo kwa wadau mbalimbali wa usonji, kuwakutanisha wadau mbalimbali wa usonji, kutangaza tarehe ya mbio ya Run for Autism Tanzania 2026 na kufungua usajili wa mbio hii. Kununua tiketi, kufadhili au kuchangia kiasi chochote kile, tembelea tovuti ya www.autismgaladina.co.tz au piga simu namba 0783639335. Ustawi kwa kila mtoto, viashiria vya usonji. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika Mzize ashtua Yanga, mtaalamu anika faili zima ampa maujanja kocha Pedro. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Simba Sports Club haitani yaanza hesabu mapema.
habari katika ukurasa wa pili. Tegete, baada ya miaka 20 mwamba tundika daruga, habari katika ukurasa wa 12. Dube Diara mzigoni tena, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Fantana Diamond, kuna siri nzito, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10. Gazeti hili pia likiandika Bruno Maino hali tete, habari katika ukurasa wa 18. Hii leo AFCON, leo Ijumaa ni Morocco dhidi ya Mali saa 5 kamili usiku, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Na gazeti Habari Leo lenyewe katika ukurasa wake nyuma limeandika wachezaji Taifa Stars matumaini kibao. Mwinyi, michezo ni umoja na ushirikiano wa kitaifa. Mwakinyo watamba kumpiga Eribo, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Mpira wa wavu wapata viongozi, habari katika ukurasa 23. Lakini pia gazeti hili linayo ratiba ya AFCON Disemba 26, Angola dhidi ya Zimbabwe, Misri dhidi ya Afrika Kusini, Zambia dhidi ya Komoro, Morocco dhidi ya Mali, mchezo utakaopigwa saa 5 usiku. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo. Nipashe mwanga wa jamii ukurasa wake wa nyuma lenye limeandika wachezaji Taifa Stars sasa waitolea macho Uganda, wasema wakishinda njia nyeupe robo finali, habari katika ukurasa 23. Simba Sports Club yamtaka kipa Mtibwa, Yanga yaingia chimbo, habari katika ukurasa 23. Amorim, ni ngumu kuziba pengo la Fernandez, habari katika ukurasa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Habari picha katika ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe habari za michezo na burudani inaonyesha nyota wa timu ya taifa ya Tanzania Simon Msuva akiongoza wachezaji wenzake katika mazoezi. Gazeti Nipashe linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.